Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu Arusha. Huu ndio mkoa pekee ambapo ukija na huzuni unaondoka na furaha, lakini ukija na hela unaondoka umeziacha. Na ujio wako kwetu ni baraka, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kuweka muhuri wa kufanya kuwa ni mji wa wageni. Na ndio maana Waswahili wakasema mgeni njoo mwenyeji, na sisi tunapona wageni mnapokuja. Karibuni tena na tena na tena, ujio wenu ni baraka kwetu. Yaani Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuhakikishia Arusha hii inapiga hatua kubwa. Usingelikuwa uchaguzi huu uchaguzi mkuu unaokuja, ningekwambia baada ya miaka 5 nikiwepo hapa Arusha mambo yangekuwa tofauti. Leo umetua pale airport. Sasa hivi airport yetu tumekamilisha awamu ya kwanza, maboresho ya jengo jipya. Tumeenda awamu ya pili, tumeifanya airport yetu ya Arusha kuwa international airport. Sasa hivi ndege ndogo zinatua hapa Arusha, ndege kubwa nimewaachia watu wa Kilimanjaro. Hatua ya 3 tunakwenda kuiconnect Arusha na Dodoma. Tutakuwa na ndege za kutoka hapa Arusha moja kwa moja kwenda Dodoma na Dodoma kurudi hapa Arusha. Hatua ya 4 tunataka kuconnect ndege za kutoka Dodoma kwenda Mbeya. Matamanio yetu Mheshimiwa Waziri Mkuu, Arusha ijayo iwe ni Amsterdam, iwe ni Dubai, iwe ni Addis Ababa ya Tanzania. Ukija hapa Arusha una connect kwenda popote pale ndani ya nchi na nje ya Tanzania. Lakini la pili na la mwisho kabisa, ni mshukuru sana kaka yangu mkuu wa bohari yetu. Sisi Arusha tulianzisha utamaduni wa kila mwaka tuwe na matibabu bure kwa wananchi wasiokuwa na uwezo wa kugharamikia matibabu hayo. Mwaka jana nilianza zoezi hilo, tulihudumia wananchi 32,000 kwa siku 7. Na Mheshimiwa Naibu Waziri alikuja kututembelea. Wananchi wenye uwezo wa hali ya chini wasiokuwa na pesa, huwa wakati mwingine anaishia njiani kwenye vipimo na anarudi nyumbani, pesa hana, imeshaenda, majibu hajapata, dawa hana, anabaki kumuomba Mungu. Lakini Mungu amesikia kilio chao na rais ametutuma, na mwaka huu tunafanya tena matibabu bure katika mkoa wetu wa Arusha. Na nitumie hadhara hii kuambia wananchi wote wa mkoa wa Arusha, kuanzia tarehe 23 siku ya Jumatatu ijayo mpaka 29 tuna madaktari bingwa wa nchi nzima, na tumeshapata dawa kutoka bohari ya taifa kwa ndugu yangu pale kuhakikisha hakuna dawa itakayopelea, na tumeshapata madaktari chini ya wizara yetu ya afya wakiongozwa na daktari wetu mkuu Dr. Grace, na tumejipanga kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi atakayekuja atakosa huduma. Ombi langu, njoo, watakupima, utapatiwa huduma na utapata dawa.